kubadilisha nyota yako. Sio kwamba tu utawapiga. Yaani ngoja nikwambie, nimesema juzi Ijumaa kwamba nataka kabla mwaka hujaisha kuna watu watakufa na pressure, na hiyo pressure itakaowaua. Wakiona tu afya yako wanadondoka, wakiona tu duka wanadondoka, wakiona mnavyopendana na mume wako wanadondoka, wakiona watoto wamefaulu wanadondoka, wakiona afya wape stress. Hebu sema Mungu, nipe nyota yangu ifike mahali maisha yangu iwe ishara. Ukitembea tu wanaumia, ukivaa wanaumia, ukicheka wanaumia. Kila anayepanga kifo chako na mtangazia atakufa yeye, au utainuka kwa viwango. Sema anayepanga nife atakufa yeye, ataniacha nikidunda. Aliyepiga makofi amepiga sana. Na mwanangu, ukiona unasemwa piga makofi, wewe ni mtu. Narudi, ukiona unasemwa piga makofi, wewe ni mtu. Uchawa mtu mpaka umesemwa. Na ukiona unasemwa kuna kitu unachokibeba ambacho kinawatisha maadui kabla hujafika kwenye hatima yako. Kwa ukisikia kelele ni nyingi, sema Bwana nitie nguvu ili wanaponisema nisiumie na maneno, niweze kufikia hatima. Katikati ya kuchafuliwa ndiko mashujaa wanakoinukaga. Katikati ya kushushwa ndiko shujaa anakotokeaga. Unashangaa Mungu atakupa afu, unashangaa yaani malaya unanivyonenepa vidonge. Nikwambia nini? Wai hamna kitu. Si useme tu ni afya inakuumiza. Wewe tu. Hamna kingine. Mwenzaka akipiga mafuta inamkubali, inakusumbua tu. Wewe mwenyewe ukipiga mafuta inakukataa, maana hata wivu, changanya wivu, changanya ombea, changanya wivu ulionao, changanya na stress ulionea maisha, changanya na hivyo vitu, ni kifu unakufa wewe. Paka sura inakukataa. Roho yenyewe ulionao ni roho ya korosho. Yaani hawa wanaokutakia mabaya nina hasira nao. Hawa wachawi nina hasira nao. Hawa ambao wakiona biashara yako wanaumia nina hasira nao. Na kabla ya siku 90 wataporomoka, shujaa apande. Hilo neno ni kubwa. Natamka wanaokupiga vita wataporomoka, shujaa apande level. Sema napanda level. Yaani kama unasema tu unanisema piga makofi. Na leo naomba hapa kibali kirudi. Kama mwanaume hajawahi kukwambia I love you, au maana kuna wanawake pia, hakuna siku ambayo uliona yaani unafanya kazi umekuwa mtumwa. Yaani kuna watu, ngoja niseme pakikucha unajituma, watoto ni wako, nyumba ni yako, sijui mifugo, umeenda kwenye kule. Ikifika jioni naambiwa sioni kazi unayofanya. Wewe ni kama mtumba tu kwenye iboma. Shida sio kwamba haoni, umewekewa giza. Sema giza liondoke. Sema kwa sema giza liondoke. Sema nataka kuonekana leo. Na kuambia hivi, na kama ulishaambiwa hivyo, ukitoka hapa wiki hii acha stress. Naenda kurudisha nyota yako. Anza kujiandaa kupokea vibali vyako. Na ukitoka hapa wasamee waliokuumiza, samee mume sijui na mke, samee. Alafu ukitoka hapa kama una 20,000 au 15,000, kuna watu jamani hata mjai kujitolea, mume wako hajakutoa, ujitoe. Narudia, usisubiri mwanaume akutoe out. Usisubiri mwanamke akutoe out. Ukiona tu mume wako akutoe out, jitoe. Wewe kila siku unakaa tu pale kunalinda tu michongoma. Unalinda tu boma. Unalinda tu mahindi. Hata kuoga hujui kuoga. Hata kuvaa hujui kuvaa. Yaani siku umevaa ni siku wageni wanakuja pale nyumbani, angalau utapigia na mitandio. Nataka mwanangu naye nisikiliza. Hata Jumatatu upendeze, Ijumaa upendeze, kila siku upendeze. Uwe mtu wa viwango. Sema nitakuwa mtu wa viwango. Sema nakataa. Sema nakataa. Sema nitashuhudia mtoto wangu atapokea degree, alafu nitaitwa kama mama, nitaitwa kama baba. Nakataa
kanisa. Sema nitaona vitukuu na wajukuu. Nenda kaangalia mtoto wa mama ambaye amekufa kacha watoto. Wanapoteseka siku wanaolewa. Wanapoteseka hawamuoni mama yao, hawamuoni baba yao. Mimi sifi. Nataka nione mtoto wangu Angel. Alafu na mimi niife. Hebu unajisikiaje unaambiwa mtoto wako uliokuwa unamsomesha amefaulu? Nasikia kitambo unasema yes. Unaenda shuleni unasema mtoto wa mama babangu yule Derek amefaulu kwa viwango. Unaondoka umenenepa. Kama nimezaa. Nakataa hujazaa hewa, umezaa wafalme. Tumbo lako limezaa wafalme. Angalia mtu amekaa nakataa hujazaa wavuta bangi, hujazaa walevi. Hata kama kwa sasa kwani wanasema ni walevi, ninakataa tumbo la mama yako limezaa makuhani, limezaa mawaziri, limezaa waziri mkuu, limezaa walimu. Natamka kupitia wewe uzao wa mama yako ubarikiwe. Nakataa kuna kwani walevi. Sema kwetu hakuna walevi. Mwanangu kupitia wewe ndugu zako wakatolewa kwenye ulevi. Yamkini kuna watu wamekatia kwa tamaa kwamba yule mama amezaa tu wavuta bangi ni walevi, watafia tu. Na watangazia kwa taarifa hii madhabahu hawatafia kwenye ulevi. Wale walioonekana ni walevi watarudi wakajenga hiyo familia. Ndugu zake hawatafia kwenye ulevi, kaka yake hatafia kwenye ulevi. Yuko Esther kwenye hii madhabahu. Esther anapaza sauti, watatoka kwenye ulevi. Naongea na watu watatu, vizazi vya mama zao vitakombolewa kupitia wao. Sema kwa jina la Yesu. Tumbo la mama alijazaa walevi. Yamkini kwenu wanapiga makofi. Ni nani huyo? Maana ndugu zake ni walevi, maana watafanikiwa. Esa yuko madhabahuni anagurumisha maombi, anagonga tumbo la mama yake. Daudi atatafutwa kichakani, huyo mlevi atakutwa baa. Mungu atamwambia sijakufuata kwa sababu ya maombi yako. Ila Esa yuko madhabahuni anaita nyota za familia, akiwepo Daudi wa familia. Ninaona wadada watatu ndugu zake wanakombolewa, na wamelogwa na wakerenza, na wamelogwa na marafiki. Malaika pita nikiwa hapa, ukombozi upite kwa kaka yako. Ndio. Mwachie kaka yake. Unaona nguvu ya Mungu inasafiri. Kila mtu iwe tu rohoni. Kaka yake atoke. Ninamuona dada anamwambia kaka yake, na wamekatia tamaa na ana uchungu na kwao. Malaika anapita hawatafia kwenye ulevi. Ndio, namuona mama anaombea watoto wake. Moja ni mlevi. Mungu ananiambia amekuwa na maombolezo, amekuwa na maumivu, na amelogwa akategewa roho ya kunywa pombe. Malaika pita huyo, malaika kurejesha nyota za watu. Namuona kijana ni mbeba familia, ninaona nyoka anayepambana. Namuona dada ana nyota ya uchumi, ana nyota ya mafanikio. Naona wakiweka pesa, ninaona pepo panya akiniambia wananyota utajiri, hatutaki ufanikiwe. Hiyo nyota iachiliwe. Wakaachia hiyo nyota. Wakati umeweka mikono tu, ninamwona mtu ana nyota ya utajiri, lakini pia ana roho ya Esther. Amekuwa na maombi ya kuombea tu ndugu zake, amekuwa na maombi ya kuombea kwao, na kila akikumbuka kwao anasikia hasira. Namuona mwingine ameolewa, yuko kwenye boma la watu, lakini akikumbuka kwao ana hasira. Mwingine naona ameolewa kwenye boma aliyopo, ana vita kwenye hiyo boma, ana vita ya wakwe, ana vita ya mashemeji, ana vita ya kukataliwa. Lakini kinachokataliwa sio yeye, ana nyota ya utiisho, ana mamlaka. Naona kuna wakati anaombea wakwe, na hawamtaki, hawampendi.
anabeba roho ya kitumishi, amepelekwa kwenye hiyo boma, sio kwa bahati mbaya. Ninaona tu anasema bora ningeondoka, bora ningeondoka, najuta kuletwa kwenye familia, najuta kuolewa. Ninaona miguu yake ni miguu ya utisho, ni miguu ya utisho. Ninaona joka na mwanamke akiniambia hatupi raha, hatupi raha, hatufanyi vitu vyetu kwenye yanga kwa amani, tunamiliki nyota yao. Na tuma radi za moto juu ya paa, juu ya paa. Achia nyota yake, achia nyota yake, ndio kimbia, achia nyota yake, kimbia, achia nyota yake, kimbia, achia nyota yake. Msaidie mkiwa na nguvu. Hebu nyosha mikono juu. Sema nyota yangu, nyota ya biashara, nyota ya kuolewa, nyota ya kuoa, nyota ya kusaidia watu. Ninaona watu watatu wana roho ya kusaidia watu, wana roho ya kusaidia watu. Na ili ujue kwamba ni wewe, kuna wakati hata kwenu ukienda wanakuomba pesa, unawapa yote, unabaki hata una chochote. Lakini siku una shida ukiwaomba hawakupi, hawakupi, hawakupi. Una roho ya kitajiri ya kusaidia watu, lakini wewe ukiwa na shida hawakusaidii, hawakusaidii. Una nyota ya kitajiri. Mungu ananiambia wewe unatakiwa uwe tajiri ili wasaidie watu, na uwe na cha kwako cha kuwasaidia watu. Weka mikono juu. Ninaona mtu milango kwenye familia, milango kwenye familia, milango kwenye familia. Ninamwona tu ni mama, kama sio yeye watoto wake wasingekuwa hai mpaka leo. Amejaribiwa tangu ameingia kwenye hiyo familia, na ana karama ya kinabii, na akiota ndoto lazima ndoto zake zitimie, akiota ndoto lazima zitimie. Na vita aliyopitia sio kidogo. Ninaona tu adui akiandika kwenye ardhi, kama sio umama kijana wake asingekuwa na mke, kama sio umama mama wake asingesafia kwenye ulevi. Naona tu mume wake alilewa na hana maisha, yeye ndiye anayepambana kuangalia watoto. Kama mume wake ameibiwa fahamu katika ulimwengu wa roho, amemwamini Yesu na amekuwa ni mtu anayempenda Yesu, lakini kwenye ardhi aliyopo kuna madhabahu iliyowashikilia kwa miaka, kuna madhabahu iliyowashikilia kwa miaka. Angalia, naita kipawa chako, naita kipawa chako. Ana kipawa, ana karama ya kuona, ndio nasema kimbia. Namuona mwanamke anayeniambia ameokoka kwa muda mrefu, tulimdhoofisha, angekuwa mbali. Nasema kwa jina la Yesu, achia macho yake, achia macho yake, waachia macho yako. Ndio wanaachia, 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 ndio wanaachia. Kuna upako wa Roho Mtakatifu umeshuka hapa. Kila mtu ajiconnect, kila mtu ajiconnect. Namuona malaika anayeniambia ni mlinzi wa anga, ni mlinzi wa anga, ni mlinzi wa anga. Hii familia ingeshateketea, na alidharauliwaga kwenye wokovu. Walimdharau na maombi, walimdharau na Biblia. Amekuwa akitoka kwenda kufanya ibada na kwenda kwenye maombi. Familia ya kwao, familia ya wakwe, familia ya mashemeji wamebaki wakimsema, hakutaka kuwasikiliza. Yeye ndiye ameleta neema, yeye ndiye ameleta neema. Ndio hiyo neema irudishwe, hiyo neema ya kuwakanyaga waovu, hiyo neema ya kuwashinda maadui.